majina naitwa Faraji Buriani Nandala, ni mbunge kutoka jimbo la Ndanda. Niko hapa bungeni kwa ajili ya kuendelea na vikao vya bunge, na sasa hizi tunaendelea kujadili hotuba ya Mheshimiwa Rais na ratiba zingine. Alitoa siku ya tarehe 14 wakati anazindua bunge. Ile hotuba kikweli ina mambo mengi ya msingi ambayo imeakisi dira ya taifa maendeleo, lakini mpango wa serikali ya miaka mitano 2025-2030. Lakini ukiangalia ile hotuba ya Mheshimiwa Rais imegusa vitu vingi ambavyo pia tulikuwa tunavinadi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa Mheshimiwa Rais amekuja kutupatia kitu kizuri, ametupatia dira, ametukumbusha nini tunataka tufanye, lakini pia ametuonyesha namna gani serikali inakwenda kufanya mambo mazuri ndani ya miaka mitano kuhudumia wananchi. Na mambo mengi ambayo nawaahidi wananchi wa jimbo la Ndanda, ukizingatia na hotuba ya Mheshimiwa Rais imeakisi mambo mengi ambayo yapo kwenye jimbo la Ndanda. Sisi jimbo la Ndanda tuna vipaumbele vyetu ambavyo sisi wenyewe tulijiwekea. Kwanza, barabara nyingi ni mbovu. Kwa hiyo hotuba Rais imesema inakwenda kuongeza bajeti TARURA, wanakwenda kuongeza bajeti TANROADS ili kuhakikisha kwamba barabara zote za Tanzania zinajengwa kuwepo jimbo la Ndanda pia. Lakini pia kwenye masuala ya elimu, Mheshimiwa Rais ameonyesha kuguswa sana na elimu ya Tanzania, na sisi kama wananchi wa jimbo la Ndanda tunakwenda kunufaika ndani ya hii miaka mitano. Kwa hiyo niwaahidi wananchi wa jimbo la Ndanda mambo mazuri kuanzia barabara, elimu, afya na hata kilimo. Naamini wananchi wa jimbo la Ndanda ni wakulima, na ukisoma hotuba ya Mheshimiwa Rais amesema sisi wananchi wa jimbo la Ndanda tunakwenda kunufaika kwa miradi mikubwa ya skimu za umwagiliaji, mradi wa bilioni 43, mradi wa bilioni 46 na mradi wa bilioni 49. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha kwa wananchi wa jimbo la Ndanda. Jambo la kwanza kabisa ambalo mimi najivunia kwa wananchi wangu wa jimbo la Ndanda ndani ya hizi siku 100, juzi tu nimetoka kupokea fedha zaidi ya milioni 690 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Nanganga. Hii ilikuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais alipokuja kwenye kampeni jimbo la Ndanda, na juzi tayari ameshatekeleza. Lakini sio hivyo tu, tuna vitongoji zaidi ya 31 tayari vinakwenda kupatiwa umeme, na ni changamoto kubwa kwa wananchi wa jimbo la Ndanda. Kwa hiyo sio tu kwenye umeme, hata pia kwenye masuala ya afya tunaona saizi mpango wa serikali wa kuwapatia bima ya afya bure kwa wananchi wote umeanza kutekelezwa, na mimi nikiwa mtekelezaji wa ilani nitakwenda kuambia wananchi wangu na kuhamasisha ili waweze kupata hiyo bima ya afya bure.